Katika kukabiliana na vitendo vya ukeketaji dhidi ya wanawake na watoto wa kike ambavyo ni ukiukaji wa haki za binadamu, serikali imezindua mkakati wa taifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji wa mwaka 2025-26 unakwenda hadi 2029-30. Mkakati huu unalenga kuimarisha juhudi za kutokomeza vitendo vya ukeketaji nchini. Mkakati huu unalenga kupunguza kiwango cha ukeketaji kutoka 8% hadi kufikia 4% ifikapo mwaka 2030. Tofauti na mikakati iliyopita, mkakati huu umeweka kipaumbele cha ushiriki wa wanaume katika harakati za kutokomeza ukeketaji. Hatua hiyo inatokana na baadhi ya mila na desturi na mitazamo hasi ya jamii inayochochea vitendo vya ukeketaji, hususan kwa baadhi ya wanaume kutokuwa tayari kuoa wanawake ambao hawajakeketwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi husika, wizara imeendesha kampeni rafiki ya kuokoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani katika mikoa yote nchini. Kupitia kampeni hiyo, jumla ya watoto 6182 wameokolewa. Watoto 5663 wameunganishwa na familia zao. Kati yao watoto 52 wamehitimu mafunzo mbalimbali ya ufundi. 448 wako katika makao ya watoto na 71 wako chini ya walezi wa kuaminika. Katika kuendelea kuzuia watoto kuingia mtaani, sambamba na hilo, serikali kupitia wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeanzisha madawati 14 ya huduma za ustawi wa jamii kama nilivyoainisha kwenye aya ya 81 hadi 83. Hii ipo kwenye vituo mbalimbali vya mabasi. Hata hivyo, inapotokea watoto wamekosa malezi ya kifamilia, wizara imeweka utaratibu wa malezi mbadala kama vile huduma za watoto wanaolelewa katika makao ya watoto, malezi ya kambo na kuasili, kwa lengo la kutoa matunzo ya watoto hao kama nilivyoeleza kwa kina kuhusu huduma hizi kwenye aya ya 84. Wizara imeendelea kuratibu na kuimarisha afua zinazolenga kuandaa vijana kuingia katika majukumu ya ndoa na familia. Kadhalika, wizara imeweka msisitizo wa umuhimu wa utatuzi wa migogoro ya familia kwa njia ya usuluhishi, ambapo katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imepokea jumla ya mashauri ya ndoa 49573. Kati ya mashauri hayo, mashauri 9995 yamesuluhishwa na kufungwa. Mashauri 8036 yalipelekwa mahakamani na mashauri 31542 bado tunaendelea kusuluhisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya mashauri ya matunzo ya watoto 19425 yalitokana na watoto waliozaliwa nje ya ndoa. Kati ya mashauri hayo 3500 yamepelekwa mahakamani na 15925 yanaendelea kushughulikiwa na maafisa wa ustawi wa jamii. Katika kuimarisha malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, wizara inasajili vituo vya kulelea watoto wadogo mchana na watoto wachanga kama nilivyoeleza kwa kina mchanganuo wake kwenye aya ya 92. Wizara kwa kushirikiana na wadau wake wa kisekta imeendelea kuratibu ushirikiano wa wadau mbalimbali wa maendeleo ili kushirikiana na jamii ya makundi yote katika kupambana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, ambapo kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi, idadi ya watoto walioripotiwa kufanyiwa ukatili wa kingono imepungua kutoka 10937 mwaka 2024 hadi 9902 kwa mwaka 2025.